Leo nimeamua kuweka kambi pale England na watazama wakali wa pasi za mwisho ambao mara nyingi wamekuwa hawathaminiwi sana na kuthaminiwa wale ambao wameweza kuweka mpira wavuni. Kumekuwa na tabia kutowathamini wachezaji ambao wanapiga zile pasi za mwisho kwa maana assist, na wanathaminiwa wale ambao wanafunga goli. Wanasahuliwa wale ambao ni chanzo cha goli. Sasa leo naamua kuweka kambi England pale London na kuangalia wachezaji ambao ni vinara sana kwenye assist. Siku za hivi karibuni kumeonekana Bruno Fernandes ni moja kati ya wachezaji ambao wanakuja kuwa moto sana kwa kupiga zile pasi za mwisho. Sasa kutokana na Bruno Fernandes kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuvunja rekodi ya pasi za mwisho kwa maana assist nyingi zaidi katika msimu mmoja wa ligi kuu England, hawa ndio bado wanapaswa kutazamwa sana, ama pia Bruno Fernandes anatakiwa piku hawa ili tuweze kumuita ni kinara. Wafungaji wa mabao hupata sifa nyingi, lakini katika miaka ya hivi karibuni inaonekana kana kwamba wale wanaowapa pasi za mwisho wameanza kuthaminiwa zaidi na zaidi. Hivyo ndivyo wakati mwingine asisti inaweza kuwa rahisi kama kuupiga mpira umbali wa mita moja kwa mchezaji aliyepo katikati ya uwanja ambaye anawapita wachezaji watano na kufunga kwa shuti la mbali, lakini mara nyingi ni pasi ilopangwa vizuri inayompa mchezaji nafasi ya dhahabu ya kufunga bao. Tayari kuna mastaa wale waliotoa asisti nyingi zaidi kwa ujumla, lakini katika historia ya ligi kuu England tunawafahamu ni wengi sana. Pia wapo wa kuangaliwa waliofanya vizuri zaidi katika msimu mmoja. Kwa mfano, hapa nikimzungumzia Thierry Henry na Kevin De Bruyne, walishikilia rekodi hiyo wakiwa na asisti 20, lakini ilionekana kuwa hatari msimu wa 2024-25. Zikiwa zimebaki mechi takriban 5, Mohamed Salah aliweza kufikisha asisti 18 kwa Liverpool, lakini Misri huyo alishindwa kuongeza nyingi zaidi na hatimaye akabaki nyuma ya De Bruyne na Henry. Lakini msimu unapoelekea hatua za mwisho, Bruno Fernandes akiwa na asisti 18 hadi wiki hii yupo katika nafasi ya kushindania rekodi hiyo. Sasa hapa mimi nakusogezea wakali wa assist msimu mmoja ligi kuu England. Tuanze na Kevin De Bruyne ambaye ilikuwa mwaka 2019 mwaka 2020. Katika msimu wa 2019-20 Kevin De Bruyne alimaliza kusubiri kwa miaka 17 kwa mtu yeyote kufikia idadi ya ajabu ya assist 20 ya Thierry Henry ambayo ilifanywa ama ilikuwa ni mwaka 2002-2003 ligi kuu ya England. De Bruyne alifikia idadi hiyo katika michezo 35, miwili pungufu kuliko Henry, na aliweka angalau asisti 7 zaidi kuliko mchezaji mwingine yeyote katika ligi msimu huo, mbele ya Trent Alexander-Arnold wa Liverpool ambaye alikuwa na asisti 13, aliyekuwa nafasi ya pili. Kiungo huyo wa zamani wa Manchester City alikuwa katika kiwango cha juu msimu huo, licha ya ukweli kwamba kikosi cha Pep Guardiola kilishindwa katika mbio za ubingwa wa ligi kuu England kikimaliza point 18 nyuma ya mabingwa ambao walikuwa ni Liverpool. De Bruyne ana misimu 4 kati ya 11 bora zaidi katika historia ya ligi kuu England kwa assist, pia akipata 18 katika msimu wa 2016-17 na 16 pia ule wa 2017-18, sawa na 18 ilikuwa alipata assist 18. Hii ilikuwa nitarudi hapo, alipopata zile assist 18 ilikuwa ni msimu wa 2016-17, lakini akaja kupata assist 16 ikiwa ni msimu wa 17-18 na mwaka 2022-23. Anashika pia nafasi ya pili katika orodha ya assist nyingi zaidi za muda wote katika mashindano hayo, nyuma tu ya Ryan Giggs. Lakini mwingine ni Thierry Henry. Hii kama nilivyokuambia ilikuwa 2002-2003, wakati mafanikio ya jumla ya De Bruyne 2019-20 yalikuwa mazuri, akiwa na mabao 13 pamoja na assist 20. Hayakuwa makubwa kama Henry ambapo ilikuwa ni mwaka 2002-2003 ambapo mshambuliaji huyo wa Ufaransa aliongeza mabao 24
pamoja na asisti 20. Jumla ya michango yake ni 44 ya mabao kwa Arsenal msimu huo, ni moja ya kiwango cha juu zaidi kuwahi kufikiwa na mchezaji katika msimu wa mechi 38 wa ligi kuu England. Jumla ya Thierry Henry ilijumuisha mechi moja aliyotoa asisti 3 katika ushindi wa Arsenal wa mabao 4-0 dhidi ya Sunderland katika uwanja wa Stadium of Light Mei 2003, huku pia akitoa asisti 2 katika mechi 4 nyingine. Lakini mchezaji mwingine ambaye anashikilia nafasi ya 3 ni Mesut Ozil. Yeye ilikuwa ni mwaka 2015-16. Kwa Mesut Ozil, huyu ni mchezaji mwingine wa Arsenal aliongoza kwa asisti katika msimu wa 2015-16 akiwa na 19 katika mechi 35 za ligi. Asisti 16 kati ya hizo zilikuja katika michezo yake 18 ya kwanza ya msimu huo, huku kiungo huyo wa Ujerumani akionekana kuwa karibu kuvunja rekodi ya Henry ya asisti 20. Lakini michezo 17 ya mwisho ya msimu huo michezo 17 ya mwisho ya msimu huo ilianza asisti 3 tu zaidi, ikiwemo moja katika siku ya mwisho ya msimu katika ushindi wa 4-0 dhidi ya Aston Villa. Idadi ya Ozil ya msimu wa 2015-16 ilikuwa 2 zaidi kuliko iliyowahi kufikia katika msimu mmoja akiwa Real Madrid kwenye La Liga, ambapo asisti zake 17 katika msimu wa 2010-11 na 11-12 zilikuwa kiwango chake cha juu nchini Uhispania. Lakini nafasi ya 4 inashikiliwa na Mohamed Salah ambaye ilikuwa ni 2024-25. Sasa Mohamed Salah yana asisti 18 kwa Liverpool msimu wa 2024-25 wa ligi kuu England kupitia cross yake ya chini iliyomsaidia Luis Diaz kufunga bao la kwanza dhidi ya West Ham United Aprili 13, na hii ilikuwa ni mwaka 2025. Hata hivyo alishindwa kuongeza nyingine katika michezo 6 ya mwisho ya msimu na kumaliza akiwa pungufu ya 2 kufikia rekodi ya msimu huo katika mashindano hayo. Lakini Misri huyo ambaye alisaini mkataba mpya na klabu hiyo ili kuendeleza maisha yake ligi kuu England zaidi ya 2024-25 kabla ya huu kutangaza kwamba anaondoka, alifurahia msimu wake bora zaidi wa asisti katika mashindano hayo. Idadi yake ya juu kabla ya hapo ilikuwa katika msimu wa 2021-22 alipotoa asisti 13. Lakini nafasi ya 5 inashikiliwa na Cesc Fabregas ambapo ilikuwa ni 2014-15 akiwa Arsenal. Katika msimu wa 2007-8 Cesc Fabregas alitoa asisti 17 za kuvutia. Ilikuwa vigumu kwa mashabiki wa Arsenal kumuona kiungo wao wa zamani akiishia Chelsea kupitia Barcelona kabla ya hapo, lakini ilikuwa ngumu zaidi walipomwona akifanya vizuri Stamford Bridge. Katika msimu wa 2014-15 Cesc Fabregas ambaye 3 kwa asisti nyingi zaidi za muda wote katika ligi kuu akiwa na asisti 111, alizidi kiwango chake hicho cha awali na kufikisha asisti 18 kwa Chelsea. Tena katika michezo 34 tu ya ligi, Chelsea walitoa ubingwa wa rahisi msimu huo, na mchezaji huyo wa kimataifa wa Hispania aliongoza kwa mbali orodha ya asisti nyingi zaidi, akimaliza akiwa na tofauti ya 7 mbele ya aliyemfuata kiungo mwingine Mhispania wa Arsenal ambaye ni Santi Cazorla, alikuwa na 11. Lakini pia Kevin De Bruyne kama nilivyowaambia ni ana 18. Hii ilikuwa 16 ni mwaka 2016-17. Kama ilivyokuwa msimu wa 2019-20, De Bruyne alifanya vizuri licha ya timu yake kutofanya vizuri sana. Katika msimu wa kwanza wa kocha Pep Guardiola nchini pale England, Manchester City hawakuwa karibu kushindania ubingwa ambao ulichukuliwa na Chelsea ya zamani ya De Bruyne kwa tofauti kubwa, lakini mchezaji huyo bado aliweza kufikisha asisti 18 kwa wenzake katika michezo 36. Hivyo ilikuwa 3 zaidi ya Christian Eriksen wa Tottenham, lakini kama tulivyoona tayari De Bruyne alikuja kufanya vizuri zaidi miaka 3 baadaye. Mchezaji mwingine ni Frank Lampard ambapo hapa ilikuwa ni mwaka 2004-2005. Hapo unaambiwa pale ambapo kuna rekodi za ligi kuu England, jina la Frank Lampard
haliko mbali. Kiungo huyo wa zamani wa West Ham, Chelsea na Manchester City anashika nafasi ya 5 katika orodha ya muda wote ya asisti za ligi kuu England, na msimu wa 2004-2005 ulikuwa bora zaidi kwake. Chelsea walitoa ubingwa kwa urahisi chini ya Jose Mourinho katika msimu wake wa kwanza Stamford Bridge, na Lampard alikuwa sehemu kubwa ya mafanikio hayo, akifunga mabao 13 pamoja na kutoa assist 18. Bana, mimi leo nimeamua kukusogezea wakali wa assist msimu mmoja ligi kuu England. Una kipi cha kucomment? Upande wa comment uko wazi. Mimi ni Ali Swaleh Mshana na hii ni Talent Media TZ. Asante na kwaheri.